Guys, welcome back to Omami Podcast. So, nataka tuongelele historia ya Aisha Jumwa. Na mwanzo cha niseme hivi. In politics, baba politics haitaki hasira. Na usidanganywe, usikosana na mwenzako jia mwanasiasa fulani. Never ever do that. Never ever in your life do that. Why am I saying this? Jini sasa hizi kuna picha imetokezea imeresurface kwa internet whereby Aisha Jumwa alikuwa ananyang'anya nani? Alikuwa ananyang'anya Sifuna microphone. Akimwambia asiongee maneno ya ODM kwenye nini? Kwenye matanga ya ule alikuwa ni speaker mama yake I think. Now, ukiangalia hiyo nini ka clip na hata si wote tunajua because I was in 2022 by the time Aisha Jumwa alikuwa anasimama na Ruto UDA hangeshawishika, ungemwambia chochote. Lakini leo hii amekimbia kwenda kutafuta nani? Kwenda kutafuta Linda Mwananchi mahali penye iko. Na reason ya yeye kwenda kutafuta hiyo Linda Mwananchi ni kazi tu moja rahisi sana. Ndio aweze kurudi kwa nini? Kwa kiti yenye alikuwa, nafasi yenye alikuwa. Because remember this one. This way. Alishindwa. Alikuwa amesimama na alishindwa. Akaitwa akaenda kuserve kama nini? Kama ni minister. Kwa hiyo minister ndio hiyo wamekosana na nani? Na Kasongo. Amerudi kwa nini? Kwa wananchi. Na kwa wananchi kuna kitu kimoja tu saa hizi Mombasa, na najua kabisa hizi ni pati nyingi zinakuwa. Chama ni muhimu. Chama ni muhimu. Na mimi naambianga watu kuna mbunge alikuwa hapa Juja. Alikuwa mbunge mzuri sana, alikuwa Muhindi. Alikuwa mbunge mzuri kabisa. I do remember that huyu mbunge alianguka juu ya nini? Chama. Huyo mbunge, he was a good MP. In fact, kuna barabara ilitokezea, alikuta barabara ya kutoka, some of you who know this road, barabara ya kutokezea Juja kwenda Gatundu. Kutokezea Juja kwenyewe kwenda Gatundu. Hiyo njia ilikuwanga mbaya na hiyo njia ilikuwanga ni rough road. Ilikuwanga ni rough, sasa ni lami. Lakini by the time aliingia, alianza kutengeneza. He made one mistake. Wakati alikuja hii ya kusimama ya ilikuwa ni Jubilee. Alichagua party nyingine yenye si Jubilee. Hiyo ndio ilimwangushanga. So let me come back to the point of Aisha Jumwa. Chama ni muhimu. Na hiyo ndio maana unaona Aisha Jumwa anarudi pande ya nini? Linda Mwananchi. Si ati kwa sababu hawezi fanya kazi na Sifuna ama si kwa sababu hawezi fanya kazi na Orengo. In politics hawananga hiyo nini? Hawananga hiyo makasiriko mnaonanga mko nayo huku nje mingi. Hawana hiyo. Kama interest yangu na yako haipelekani this time round, wacha next time itafanya nini? Itapelekana. Like me here. Mimi kama leo hii unaweza ni convince aje niingie tu term. There's no way you can do that. Hata ushinde hapo kiniimbia, uniletee pesa uniambia, sina haja. Kwa sababu interest yangu saizi kwa pande nini? Ya one term. Let me come back to the topic. Yenye nasema hivi. Chama yenye kwa saizi pande ya Mombasa ni Linda Mwananchi. Na UDA itakuwa na kazi ngumu sana kwenda kuuza nini? Kuuza sera yake huko. And that's why unaona Aisha Jumwa already amesha make one stand kwamba nimetoka UDA lakini natafuta chama ingine. Na hii chama ingine ni gani? Because ukitafuta chama mbaya utaanguka tena vile anajua utaanguka mzuri sana. Ukitafuta chama mbaya, that's the reality. And that's how normal politics works in Kenya. Kenya is about party. Whenever you want to stand, to take a position in a politics, you need to have a party. And that party need to be strong. Apart from strong, it need to have an influence to certain regions. Because example, if you can do a mistake, let's say maybe you are from mountain, then
You came in mounted with an umekuja na nitaje, umekuja na ujeuri, unaenda na chama yenye si saizi yenye inact huku, utaanguka asubuhi na mapema. Hata si asubuhi na mapema, utaamka hata usiku, utaanguka saa ngapi? Saa 9, hata kabla bado tusifunguliwe, wewe utakuwa umeanguka, kwa sababu kwa mlima saizi ni DCP. Point yangu ni kitu kimoja, wenye mnasikiza siasa, mwache Aisha Jumwa angalie aungane na wale wengine, mumwache aungane na wale wengine because ako na ushawishi pande ya Coast, na anaweza shawishi wale Mijikenda na nini Wadigo wote awaleta pamoja, waambie mjue nini, hii ndio gari tunaenda nalo na hii ni gari ya nini, Linda Mwananchi. And remember this way, wale wenye wako Linda Mwananchi na ODM members, hiyo ni kenye mkae mkijua. Kama mimi bado niko ODM na bado, lakini bado nafanya nini, na support Linda Mwananchi, hadi siwezi ka support nini pande hiyo nyingine, kwa sababu ODM yenye paka niwacha watu walienda kwa heja yako wakapeleka kwa government ikakufa, na tukazika hiyo tukasahau. So kama bado ni Linda Mwananchi pande ya ODM yenye tunalinda nayo baba na Sifuna pamoja, wacha tukuje tusherekee na tuseme we should not condemn when somebody coming to join na Linda Mwananchi because of standing alikuwa amechukua mwanzo. We should not do that. Tumwache auze sera yake kulingana na vile anataka nini. Kama atashindwa mbeleni, lakini for now wacha tumwache akuja to join kwa Linda Mwananchi, aenda auze sera yake kule Coast, lakini ajue bado tuko kwa ile chama yenye alituacha ndani ya ODM. Whether we like it or not, bado tuko kwa ODM, lakini tuko Linda Mwananchi. Na hiyo ndio chama yenye baba alituachia. Na tuta betray kenye baba aliacha legacy. Hapana. Hiyo ndio tumekataa. Hatuta betray hiyo legacy yenye baba aliacha. Hiyo tutafuata. Tutafuata hizo hiyo nyayo ndio tutafuata.